Yes, welcome Senko Linki. Kama mlau wa kwanza kufuatia channel yetu hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili wa kwanza kupata video zetu kipi tunazozi upload. Katika hii video namba 7. Video namba 7 tunaendelea katika maendelezo yetu ule kutengeneza mfumo wetu wa matokeo kwa shule ya msingi. Na hii ni video namba 7. Kwa video namba 6 tuliangalia upande huu wa mkeka, tulivuta darasa la kwanza kama mnakumbuka. Tulivuta darasa la kwanza, na kama utakuwa wewe ndo mara ya kwanza unafuatia video yetu, nitaweka linki hapo juu kwenye pop-up itakuwa inatokea. Kuna pop-up video itatokea hapo juu ya linki, utaklik itakupeleka katika playlist ya mafunzo haya kutengeneza mfumo wa matokeo kwa shule ya msingi. Na tulijifunza kote kuvuta madaraja kwenye masomo na mambo mengine mengi tuliangalia. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo sasa leo tunaendelea kuweka madarasa mengine. Tuliweka darasa la kwanza, sasa hivi tunaenda kuweka darasa la pili. Sasa hapa njia rahisi ya kuweka, maana template ya darasa la kwanza hii ya alama hii, kama mnakumbuka katika video huko tulizojifunza huko nyuma huko, zinafanana sawa na template ya alama ya darasa la pili, lakini template ya alama ya darasa la tatu inafanana kuanzia darasa la 4, la 5 mpaka la 6. Kwa hiyo katika video hii namba 7 hapa tunaenda kuangalia kuvuta darasa la tatu. Tutakuja kwenye mkeka mpaka darasa la 3, tutakuja kuangalia darasa la pili. Hizi serial number nazo pia tunavuta. Kwa hiyo hapa tutakuja kukiongeza sisi, tutakopi tu hii kama ilivyo hii formula hapa. Tutaikopi, ni zoom kidogo ili tuione. Kwa formula tutakopi hiyo hapo kama unavyoiona hapo. Kwa tutazoom hapo, tutazoom formula yetu hapa, ili iweze ionekane kama hapo inaonekana. Kwa tutachokifanya, kwa kuwa template ya matokeo ile tuseme alama darasa la kwanza na darasa la pili ipo sawa, tutakopi tu hii hapa. Copy, tunakuja hapa tunaweka mkato, tunaipaste. Sasa unaweza kubadilisha ni hapa tutaongeza i1, i kubwa, i1. Kwa mpaka hapo hivi tutakuwa hapo tutatuonyesha uhalisia wa copy. Kwa kufunga mabano tutaongeza hiyo, tutaklik mpaka itashuka huko chini mpaka mtu wa mwisho. Tutakuja hapa tena kwenye majina pia tutakopi hapa, tutakuja hapa tutaweka mkato, tutaipaste. Kwa tutakuja kubadilisha ni hapa, tutaongeza hayo moja, tuonyesha uhalisia kwa kufunga mabano. Tutakuja hapo kwenye jinsia, tutakopi kuanzia hapa mpaka hapa, tutakopi. Baada ya hapo tutaweka hapa tutaweka darasa la pili, na hapa pia darasa la pili hapa. Na hapa kosea kidogo, hapa napo tutaweka darasa la pili, tarudi na huku mwanzo, na huku mwanzo napo turekebishe hapa.
tunaweka mkato hapa. Kwa hiyo maana yake hapa tutarekebisha sehemu hizi. Hapa utaweka i1 ili iwe darasa la pili, na hapa kwenye alama ambayo itakuwa ni shiti ya darasa la ngapi? Shiti ya alama ya darasa la pili. Tutakuwa tumemaliza. Sasa tunaendelea hapa na hapo, tutakopi zetu, tutaweka mkato hapa, tutapaste, tutaongeza hapa i na hapa pia tutaongeza i. Baada ya hapo tunaongeza tu bano moja la kufunga, tunamaliza. Hapa pia tutakopi hiyo, tutaweka mkato, tutapaste, tutaongeza darasa la pili hapa, na hapa pia tutaongeza darasa. Halali wa kufunga mabano hapo. Hii imesema ni nzuri pale ambapo unashindwa kujua kwamba hapa nifunge mabano mangapi. Njia rahisi tu hiyo, unabonyeza zako enter, watakuletea pop-up notification ya jinsi gani ya kufunga hayo manini hayo mabano kwa uhalali ule uliokuwa mzuri. Tunaendelea sasa hapo. Baada ya hapo sasa tunaenda hapa, tuna click hapa, tuna mkato, paste, ni hapo natuambia formula mixing parental. Hapo kuna kitu kina miss hapa. Ukiona hivyo na kuzingua hivyo, unafuta kwanza, sije ukachanganya. Una copy na paste hapo. Kuna kukopi na kupaste, maana yake hapa inabidi uwe makini hapa. Utakiwa formula uifute kitu chochote. Ukiifuta hata kanuni inakuwa changamoto. Inakuwa changamoto kidogo. Na hapo kwenye kubadilisha inabidi ubadilishe vizuri, kwa sababu kubadilisha vibaya utakuta wewe umeita darasa la kwanza au darasa la pili, alafu unaweza template mfumo wao kwa kuletea matokeo labda darasa la kwanza wakati umevuta darasa la pili. Kwa nini? Kwa sababu inatokana na ule, kama utakuwa umekosea kuvuta hizi formula kulingana na darasa husika au data kulingana na darasa husika. Kwa hapa makini unatakikana, ndio maana mimi nafanya kwa darasa moja ili mtu awe anaelewa. Hata yeye mwenyewe anaweza kwa muda wake akafanya na madarasa mengine hapo. Kwa hapa nafunga hapa, kishafunga hapa, hii hauwezi kuscroll kwenda chini kwa sababu yake hapo tumeimage hizo seli hizo. Haya, mpaka hapa itakuwa inasoma darasa la kwanza na darasa la pili. So just imagine hapa umebadilisha hapa darasa. Sasa hivi kubadilisha hapa darasa ukaita darasa la pili, maana yake lazima itatuletea zile details za darasa la pili kama tunavyoona hivyo. Sasa kwa nini huku juu inaleta force? Inaleta force kwa sababu hapa hakuna jinsia. Unaona, na hata hiyo jinsia me yenyewe imetuletea force. Kwa nini? Kwa sababu hapa tuna hii feature hapa kwamba kama darasa la kwanza ndio hivyo, maana yake hapa inaleta tu features za darasa la kwanza.
picha ya darasa la pili bado tujafanyaje, bado tujaweka. Na tukishuka kwenye huku kwenye masomo pia itagonga force quote. Force quote. Huku tulibuya. Hakuna nini? Hakuna masomo kama mnakumbuka katika video namba 6. Na hapo hata masomo pia yamefutika yote. Sasa tunarudi zetu darasa la kwanza hapa. Tunakuja sasa tuje tubadilishe hapa. Kama unavyoona ukivuta darasa la kwanza hapo unabadilishika. Kwa hiyo hapa tumefungua na hii tumefunga. Hiyo darasa lingine, no? Haya, kwa maana yake hapa na copy kutoka hapa mpaka hapa. Ni zoom kidogo. Hapa. Kwa maana yake hapa tutakopi kutoka hapa mpaka hapa. Hapa ndo tutakopi. Tukikopi hii na hii ya hapa ya darasa moja. Kwa tuna paste. Tukipaste hapa maana yake tuje kubadilisha ni hapa na hapo tu ndo tuje kubadilisha. Alafu hapa tunafunga. Lakini hapa hatupo sawa. Tumekosea hapa. Unabidi tutoe mabano moja hapa. Alafu hapa tuongezee bano lingine hapa. Hapo sasa ndio tutatuletea data sawa. Kwa maana yake hiyo tutafanya tena kwa darasa kwa B. Tutafanya kwa A, tutafanya kwa B, tutafanya kwa A na kadhalika. Sasa mfano sisi tuangalie darasa letu la pili hili lina mea na B. Lakini hapo kote umeona ni force. Sasa njia rahisi ili wewe usipoteze time yani kwenye kufanya hapa. Sababu hapa ya kwanza sijuisha tengeneza hii hapa. Sasa hii tutaidrag kwenda huku. Kwa sababu tukidrag kwenda huku inakuwa haina cha kubadilika. Sisi tutabadilisha tu hizo kwa sehemu kwenye L unaweka B tunamaliza. Sasa ili tuondoe utata usio mwingi twende tumalizie hapa kwa wanaume hapa. Tafuta hii copy formula hapa mpaka hapa. Mpaka hapa cut tutaweka hapa ni darasa la ngapi? Darasa la pili hapa. Darasa la pili hapa tuongeza mabano mawili kwa tumemaliza. Sasa hapo maana yake ni kwamba hii tutaidragi kwenda hii tunaidragi kwenda huku. Tunaidragi kwenda huku mpaka mpaka hapa. Kwenye absent tuweke absent sasa. Tumalizie hii mpaka huku. Hayo tutabadilisha, tutaweka absent. Hii nao wavulana pia. Hiyo wavulana pia na tutaidragi mpaka huku. Kwa hapa ni sawa, hapa ni sawa. Tunakuja hapa. Hapa maana yake tutachange hapa B na hapa. Hapa inabidi iwe B. Tutachange hapa. Naona kama formula hapa imeleta sio. Sababu hapa inabidi ndio iwe KK. Alafu hapa chini inabidi iwe me. Ili iwe wa kiume. Hapa. Na kitu kilikuwa kijaenda sawa hapa. Huku ni me. Alafu hivi ya juu ni KK. Kwa hiyo hapa ni me ni KK alafu hapa ni KK BB alafu hapa ni me inabidi iwe BB. Me hapa inabidi iwe BB hapa. Inabidi iwe C na hapa inabidi iwe C.
C hapa inabidi iwe D. Hapa napo inabidi iwe D. Hapa napo D. Hapa napo D. D. Hapa ni E. E. Hapa napo ni E. Kama ni wa kwanza unafuatia channel yetu hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili wa kwanza kupata video zetu kipindi tunavyoziupload. Ukiwa na swali unauliza, ukiwa na maoni pia unaruhusiwa kucomment hapo. Pia naomba mweze kulike video zetu hizi ili tuweze kuendelea kutoa mafunzo. Kwa hii the last one hii inakuwa ni absent. The last one inakuwa absent. Inakuwa hii the last one absent. Sasa hapo maana yake ndio tunao wanafunzi wetu watatu wa kike mmoja ana A, mmoja ana B, wa kiume ana A kwa darasa la kwanza. Sasa tukienda kwa darasa la pili, maana yake sasa itatuletea kama unavyoona hiyo kwamba huyu mmoja hana jinsia. Kuna bidi turudi huku tumtie jinsia. Mfano hapo tumeweka me, kwa darasa la pili huyu tumweke ke. Kumweka ke huyu, maana yake tukija huku kwenye mkeka huku atasomeka, maana yake ke ana nini? Ana E na masomo yaliyojaziwa ni hayo. Sasa hapa tumemaliza upande wa analysis hapa juu kwa kuingiza darasa la pili. Sasa twende huku chini huku kwenye masomo. Tunaweka darasa la kwanza ili tuone changes baadaye tulikuwa tumebadilisha. Sasa hapa tulikuwa tumeweka darasa la kwanza, maana tutaenda alama E4, F4, G4, I, J, K na darasa la pili nao hapo hivyo hivyo. Sasa hapa tutakopi formula yetu kama vile mwanzo vile, hii tunaikopia kutokea hapa naenda nayo mpaka hapa. Tunaikopi tunaenda zetu mkalo tunaipaste. Maana tutabadilisha hapa, tutaweka darasa la pili na hapa tutaweka darasa la pili, alafu tutafunga zetu mabano hapo, itakuwa tayari. Tunaenda na hii ya chini, nayo ya chini, na hapa tunabadilisha hapa, tunaweka hapa darasa la pili, hapa darasa la pili. Kwa hali ya kufunga mabano utatokea, naenda na hii hapo hapa tutaweka zetu darasa la pili hapa tutaweka zetu darasa la pili. Tutamaliza kufunga bano moja lilobaki, tutakliki, tutakopi pia na hapa hapa darasa la pili, hapa darasa la pili, mabano hapa mawili, tutaikopi na hii hapa tutaikopi darasa la pili, walali wa kufunga mabano hapo, hii tunaingia hapa darasa la pili,
na hapa ni darasa la ngapi? La pili. Hapo tunaongeza tu halali ya kufunga mabano, tunafunga. Sorry. Hapo tayari tunakuja hapa napo tutaikopi hapa, tuongeze kabisa na mabano ili tulete mambo mengine hapo mbele. Hapo tunaongeza hapa, tunaweka na hapa darasa la pili, tuna click au ndio tumemaliza. Sasa kwa hapa kuna somo tutaonyesha kidogo utofauti kwamba kwa darasa la kwanza tutaongeza somo, lakini kwenye darasa la pili tutaongeza somo, alafu tuone je, huku ita display au italeta kiempty kama huko kwenye darasa la ngapi? Kama kwenye darasa la kwanza. Sehemu ambapo hakuna masomo kwa darasa la kwanza, masomo yanapoishia na darasa la pili napo ni sawa tu. Hapa tukikopi na paste, tunadondosha, tuna drag mpaka huko chini, inakuwa sawa tu. Tunafunga zetu mabano kwa huku chini kote ni sawa. Kwa hiyo tuna drag mpaka hapa. Sasa rudi kwenye setting huko, rudi hapa. Sasa hapo tukiongeza, maana yake tunaongeza kote, lakini sio mbaya. Lengo langu ni kuona kwamba tukiongeza somo na huku unabadilika, lakini wewe unaweza kutengeneza kila darasa liwe na setting ya masomo yake, ambapo hapa darasa la kwanza ipo, maana hata darasa la pili tukichagua itakuwa waliofanya yake. Hapa futa hii, tutaweka mkato, tutakopi kutoka hii mpaka hapa paste hapa, tutaweka darasa la pili hapa, tuongeza mabano mawili, tutapiga enter. Lakini hapa ni GK maana yake ngoja, kuna kitu kama hakipo sawa hivi, 15 16 16 GK hii tunapata ni kwenye darasa la kwanza, hapa mwanzo hapa tumesema ni G na K. Naona bado kama tulikosea hapa kitu fulani hivi kwenye kuwapata wanafunzi waliofanya somo, manake kama F kama EE FF GG HH KK na kitu kama hivyo sawa hapa. Kwa tuangalie, au labda mimi ndio sasa hivi naona kama nimekosea hivi, ngoja tuone. Hii hapa ilikuwa ni G 115 K 115 116 116 ngoja hapa naona kama watu ende hivyo, maana hapa kama haitakuwa haipo sawa, tutabadilisha hapo mbele hapo. Hii na hizi ni drag kwenda chini, maana yake G na tunachukua huku kwenda huku. Nishapata jibu hapo. Maana yake hii formula hapa hii tuna uwezo wa kuidrag kama natumia
kifaa kingine, ndo maana hiki kinanitesa hiki. Haya, turudishe nyuma kidogo hapa. Kwa maana yake hii formula tunao uwezo wa kuidrag. Nataka kuidrag hapa. Nataka kuidrag mpaka hapa. Lakini huku maana yake zetu mabano hapa, tutaweka zetu kamkato. Baada ya hapo tutakopi kutoka hapa mpaka hapa, kutoka hapo tutapesti hapo, alafu baada ya hapo tutaidrag mpaka hapa. Kwa maana yake hapo kwa darasa la pili siwezi ichambua kwa sababu imenania hapo. Sasa cha kufanya, ngoja tupunguze, tutoe hizi rows ambazo ni blank hizi, ili baki nafasi kadogo haka kufanyia mambo, afu kiwe kinaonekana hivi, kwa nafanya vitu hivyo vinaonekana. Tuchague darasa la pili tuone kitu fulani hivi. Kwa hapa masomo yanaonyesha, ila wasiofanya haionyeshi, lakini hapa tulidragi bila kubadilisha hapo. Unaona sasa umakini ndo unahitajika ule. Sasa hapa kwa upande waliofaulu, maana yake hii ni sum ya huku hizi, tukizipata ndo tunapata sum yake. Sasa maana yake hapa sisi tutengeneze moja kwa moja, tufute hapo, tuvute kutoka hapa mpaka hapo, tuweke zetu hii hapa, tuweke hapo. Maana yake hapa tuongeza mabano mawili hapa, mabano mawili hapa, waliofaulu tutadrag mpaka hapa, sababu tunajua kusiweka condition ile kwamba kama hakuna, sababu masomo haya hakuna. Kwa hapa tunamaliza zetu hapa tunaweka darasa la pili hapa. Baada ya hapo tunakuja hapa waliofeli pia tunakata hii na copy. Sasa kwa nini tunatumia if? Tunatumia if alafu tunaweka darasa alafu ndo tunaweka condition ya kitu fulani, kwa sababu tukifanya hivyo, maana yake kama tujaweka darasa, condition ya darasa, maana yake itatuletea taarifa sizo, na ndio maana tunaweka condition za darasa ili yenyewe iwe inavuta au inaleta darasa husika hilo hilo, isile detail ambazo za darasa sio husika. Hii inasaidia kuleta, nasema zile detail zenyewe za unaweza kusema kwamba ni za ukweli, yani kwa darasa hilo hilo. Kwa hiyo ukisema usiweke darasa, maana yake yenyewe itavuta tu, na itavuta ovyo ovyo bila mpangilio wowote, na haitoleta kitu chochote. Kama unakuwa sehemu nyingine umeweka condition ya kuvuta darasa husika, alafu sehemu nyingine ukawa haujaweka condition ya kuvuta darasa husika, maana yake yenyewe haitoelewa ivute nini. Kwa hiyo kama hapo ulivyoona, itakuwa inaleta nini? Itakuwa inaleta false, sababu haielewi ni nini umeiambia ifanyaje, ifanye yenyewe, itakuwa hivyo, ipo kwenye dilemma. Sasa hapa kama kaida yetu tutafuta hapa, tutafuta tokea hapa. Kwa tumesema tunapambana na darasa la pili leo, ili uone kwamba ni namna gani na inafanyika. Hii somo la kwanza hapa, tutakuletea walali wa kufunga hapa. Hii tutaidrag kwenda chini, tutaidrag kwenda huku.
hapo. Kwa hapo tutakuja baadaye tunabadilisha tu A B B B B B hivyo. Kwa hiyo tuanze kubadilisha kwanza haya masomo yote. Tunaweza tukaidrag hii formula yetu, lakini sasa itakupa kazi kubadilisha hapa kwenye upande huu, kubadilisha na upande huu. Kwa maana na prefer uwe tu unafanya kwa somo moja moja, natengeneza kwa somo moja moja, alafu baadaye ukidrag kwenda huku utakuwa tu unapata urahisi wa kubadilisha nini, wa kubadilisha hizo grade hizo, na sio kuna kubadilisha herufi ubadilishe na grade, inakuwa kidogo changamoto. Hii sasa inakuwa ndio shida ya kutengeneza huu mfumo wa matokeo complex ambao unakuwa na madarasa yote katika mfumo mmoja, na maana utakuta watu wengi au mifumo mingi watu wengine wanatengeneza, nakuta tu ni darasa moja tu. Kwa nini? Kwa sababu ya shida kama hii. Yaani unapata hapa unatumia muda mwingi na unatumia siku nyingi sana kutengeneza ni kuunda, lakini wewe kwa knowledge hii unaweza ukatumia tu kujiundia wewe mwenyewe hata ya darasa moja, hata ya darasa lako tu, vyovyote tu wewe mwenyewe. Na hii itakusaidia hata kutengeneza wewe mwenyewe template za madarasa, yani template ya somo moja moja. Basi huo unafanya ile deep analysis ya uchambuzi katika nini? Katika somo lako. Kama mara yako kwanza kufuatia channel yetu hii, usisahau kusubscribe, like, kushare na comment. Hapo nakaribia kuyamaliza masomo haya. Nimemaliza kama matatu hivi. Kwa hapa taipesi tunabadilisha zetu sisi hapa tu kwanza, badilisha zetu sisi hapa, naenda taratibu hivi ili tuelewe na maswali yasiyo mengi sana, yawe tu maswali ya kawaida na maswali ya kupongeza. Inakuwa poa sana. Haya hapo si kidogo mpya kwa hapa inanisumbua sana hii. So mpya kivile, lakini haijapata hizi kashikashi. Sasa mbonyezeo hivi ndio changamoto hivi. Lakini holo tunafika tu hapa mdogo mdogo. Inabidi tuvumiliane tu hapa, inabidi nibembeleze. Chukua seli reference nyingine, yani hapa changamoto sasa hapa na kuanzia hapa. Yani
Tunakaribia kumaliza hapa. Inabidi tuanze nifunge kwa sababu hii hapo tuna paste zetu hapo, tunabadilisha zetu class. Funga zetu mabano mawili. Tunaendelea hapo. Hapa napo kwa sasa hapa tunapiga ile 4-in-1 ile hapa. Tunaweka zetu darasa pili. Sasa tutakuja kuona kwenye darasa la 3 huku masomo yanaendelea. Tutakuja kuona sasa tofauti yake sasa. Hapa sawa, lakini huku na hii mpaka huku tuivutie tu mpaka huku. Sasa kilichobaki ni kubadilisha hapa AA sawa, lakini hapa tunaenda kubadilisha BB sasa. Zipo nyingi hapa, tutabadilisha BB hapa na hapa, kote tunabadilisha. Pia kama unataka kujiunga na grupu letu kwa ajili ya kuuliza maswali, mwendelezo wa vipindi, tutatuma huko taarifa nyingine muhimu. Link nitaweka chini kwenye description hapo. Follow channel yetu ya WhatsApp kwa information au taarifa zaidi. Kaa nasi hapa Synclink ili uweze kujifunza jinsi ya kutengeneza mfumo wa matokeo wewe mwenyewe, mfumo mzuri ambao wewe mwenyewe utaulemba. Sisi hapa tumetengeneza tu, kwanza kudili kwanza na mafumla na manini, ili baadaye sasa ndo tuanze na nasema tuanze kuhangaika na urembo kidogo. Kwa sasa hapa tunaenda sasa kwenye C, tumetoka kwenye B tunaenda kwenye C. Kwa kwenye A hapa ndo tunapobadilisha kwenye C. Sasa hapo inabidi uwe makini, kwa sababu sehemu kama hujabadilisha, maana yake kama ilikuwa A itaanza kuvuta A baada ya kuvuta hiyo daraja grade husika. Kwa hivyo inabidi uwe makini, hata urudie mara mbili kuhakikisha, lakini kwa mimi nafanyaga tu mara moja, alafu nitatest na jaribu naangalia kama haiko sawa. Sasa ndio nitakuja nije niangalie kwamba shida inakuwa iko wapi. Sema kwamba kuna shida, nakuja naifanyaje na parekebisha. Kama kote utakuwa kuko sawa, basi naachana napo. Tutakuwa tunakuja hapa kwenye D hapa, na hii analysis sio lazima wewe uiweke chini. Wewe unaweza ukatengeneza template au template, unaweza kutengeneza sheet nyingine ambayo hiyo ndio kaifanya ikawa sheet ya analysis hiyo. Kwa umeweka analysis zako za masomo, ukachambua somo moja moja kama hivyo, utafuta maasilimia manini, yani ni wewe mwenyewe tu, wewe unavyotaka
unavyotaka kujenerate au kutengeneza mfumo wako, ili template yako, maana template au mfumo unatengeneza kulingana na unavyotaka uwe. Unaona, wewe unakaa chini una design kwamba bwana, mimi nataka mfumo fulani uwe na kipengele hiki. Una draft. Mimi naoga na daftari langu mwenyewe na draft mfumo. Labda nimepata mteja ambaye anataka labda mfumo matokeo, au labda tu nipata mteja ambaye anataka bwana, mimi nataka tu template ya somo moja lakini iwe na deep analysis. Anamwambia sawa, ina shida, niambie inataka iwe na nini. Kwa anachosema mahitaji yake yale, mimi nakaa chini naanza sasa ku structure, tengeneza structure ile kulingana na yeye anavyohitaji. Na build kabla kukamilisha, natengeneza kabla kukamilisha, namtumia, namwambia bwana, ndio hivi ninavyotaka iwe. Kisha nipa ile go ahead ile kwamba mimi nataka ndio hivyo uwe. Basi naingia tena, nakaa tena chini, naanza kutengeneza sasa vizuri kama unavyotakiwa uwe. Mfano kama zile kufanya deep analysis yale matokeo ya NECTA ni nzuri sana ile. Unatengeneza zako, unakuwa unachambua kila somo na asilimia yake ya ufaulu, kama umepanda au umeshuka kwa kuzingatia grade. Kwa hiyo utakuta mtu anahitaji ile tuseme kama template, lakini iwe complex kidogo kwenye utendaji wa kazi yake. Kwa hiyo inabidi ukae chini draft kulingana na mteja anavyotaka. Kwa mpaka hapa hivi tunakuwa tumeshamaliza katika upande wa darasa la ngapi? Upande wa darasa la pili. Tunasema wanafunzi yupo mmoja, tunasema wanafunzi wapo wawili. Kuna kusoma aliyefanya ni mmoja tu. Kuandika wawili. Kwa hiyo tukaangalia hapa, kusoma kweli kafanya mmoja, kuandika kafanya una, kuhesabu nimefanya wawili. Hii na hii hapa mwenyewe unaona, unasema kweli na mimi sisi tunazozipata ni kwa mpaka hapo tutamaliza katika kuanalysis au kufuta darasa la pili. Katika video ijayo tutaangalia namna gani au ni njia rahisi au sio njia rahisi, namna gani ya kufuta darasa la tatu. Hapa tutamaliza yote, tutafanya darasa la tatu, darasa la 4, alafu video inayofuata tutamalizia darasa la 5 na darasa la 6. Tukutane katika video ijayo. Asante sana kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Hii ni Senko Link na hii ni video ya mafunzo katika kutengeneza mfumo wa matokeo kwa kutumia Excel, na hapa tupo katika video namba 6. Video inayofuata namba 7. Tutakuja sasa tujikite zaidi katika tena kuvuta matokeo yetu hayo kwa darasa au madarasa yaliyobakia, madarasa yaliyobakia.